Nirejee tena pongezi zangu kwa tume kwa kazi kubwa mlioifanya katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu kwa taifa letu. Niwaambie leo mmekabidhi ripoti, lakini nadhani bado tutakuwa na kazi na nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mmeona, nyinyi mmetoa mapendekezo. Taasisi zetu zitataka ufafanuzi kwa kina wa yale ambayo mmeyaona na mapendekezo, kwa bado tutaendelea kuwatumia. Tutakapowataka mje tufanye kazi pamoja, tunaomba mtupe ushirikiano wenu, lakini zisitumie fedha nyingi kusimamia kusanya kodi, lakini zisimamie ukusanyaji mwingi wa kodi. Lakini pia kuna gharama za awali ambazo tutaziingia. Tumesikia hapa kuna kazi ya kuweka makamera, kuweka maafisa maalumu ambao wawekewe kamera wasije wakakusanya kidogo, wawe wanaonekana. Lakini kuna AI systems ambazo itabidi kuziinstall tuweze kuweka. Kuna masuala ya mawakala yametajwa hapa, masuala ya elimu kwa mlipa kodi, lakini elimu pia kwa wakusanya kodi. Hapa lazima elimu iende kwa wote wawili. Kwa hiyo gharama za awali za kutekeleza mapendekezo haya zitakuwepo, lakini gharama hizi zitakwenda kurudi kama tutatekeleza vyema mapendekezo tulioletewa. Kwa hiyo niwapongeze tena tume kwa haya ambayo mmetuletea, lakini niseme kwamba tunahitaji uchambuzi wa kina na tutajipanga utekelezaji kwa maeneo matatu au vipindi vitatu vya muda mfupi sana. Yale ambayo hayataki maneno mengi na mambo ambayo lazima yabadilike kwa haraka, hayo yatakuwa muda mfupi, lakini muda wa kati na muda mrefu. Na tunaposema muda mrefu sio mpaka 2050, hapana. Mwenyekiti, kama ulivyosema, mimi napendelea kwamba ninapotoka niache hii kitu imekamilika na niwe nimejenga msingi imara wa utekelezaji wa dira yetu kule mbele tunakokwenda. Niwasihi wenzangu katika serikali, lakini pia wafanya biashara, wajasiriamali, kama alivyosema mwenyekiti, kwenye mabadiliko yoyote kuna maudhi, kuna makero. Mabadiliko yanauma. Kwa muda mrefu nimesema hapa, miaka 35 nyuma tulikuwa tunakwenda na mtindo wa kodi ambao tulikuwa nao. Sasa kama ni ulemavu, inabidi kwenda kukunjua huo mkono ambao umejikunja hivi, lazima kuna maumivu. Mkono unataka kunyooshwa, maumivu yatakuwepo. Niwaombe tuende na mtindo wetu ule ule wa R4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Niwaombe sana. Niwaombe sana. Wakati tunafanya marekebisho haya, mambo mengine yatasita, mambo mengine yatakuwa hayajafahamika vizuri, mambo mengine yatakuwa hivi, lakini tuendelee kujadiliana, tuendelee kueleweshana, tubadilike wote kwa pamoja. Serikali, wafanya biashara, wajasiriamali, taasisi za kijamii, tubadilike, tuijenge upya nchi yetu. Niwaombe sana, twende na mfumo wetu ule ule wa R4 wakati tunatekeleza haya. Tukimaliza huko mbele tutasikia raha sana. Kila mtu atatizama tu kodi yake kwenye simu yake na daiwa ngapi, unalipa kwa simu yako pengine hiyo, wala huna haja kwenda kumuona Yusufu Mwenda wala nani huko TRA, huna haja kwenda kumuona. Kwa hiyo wote kwa pamoja ni wajibu wetu huu. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba hii, nirejee tena pongezi zangu kwa tume kwa kazi kubwa mlioifanya katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu kwa taifa letu. Niwaambie leo mmekabidhi ripoti, lakini nadhani bado tutakuwa na kazi na nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mmeona, nyinyi mmetoa mapendekezo. Taasisi zetu zitataka ufafanuzi kwa kina wa yale ambayo mmeyaona na mapendekezo, kwa bado tutaendelea kuwatumia. Tutakapowataka mje tufanye kazi pamoja, tunaomba mtupe ushirikiano wenu. Lakini kwa hatua hii niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Ripoti hii inabashiria wajibu wa pamoja katika kutekeleza mkakati wa uboreshaji wa mifumo ya kodi nchini. Hivyo basi,
Serikali itashirikisha sekta binafsi, taasisi za kijamii na wananchi katika hatua za utekelezaji wa mapendekezo haya. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa nimepokea ripoti ya Tume ya Rais ya maboresho ya kodi na mapendekezo yake, na serikali tunakwenda kuifanyia kazi kikamilifu.